Aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Pambalu ameibuka na kujibu hoja za mke wa aliyekuwa rais wa serikali ya awamu ya 4 Mama Salma Kikwete aliyezungumza siku mbili zilizopita katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na baadhi ya uwepo wa watu ambao wamekuwa kinong'ona dhidi ya serikali iliyopo madarakani, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kupitia katika ukurasa wa mtandao wa Facebook, John Pambalu aliandika na kusema kwamba anazungumza Mama Salma Kikwete, aibu naona mimi. Baada ya mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, nilijikuta najiuliza swali moja kubwa lililosumbua sana akili yangu, kwamba ni kwa nini mzee Kikwete akiwa kama rais mstaafu pekee aliye hai alichagua kunyamaza kabisa, kutozungumzia chochote juu ya mauaji yaliyotokea. Ninaamini kwamba kwa umri wake, uzoefu wake, exposure na dhamana yake aliyowahi kupewa na nchi hii, alipaswa kusema angalau neno moja kwa taifa, kwa dhati ya moyo wake, au hata kwa unafiki kama itashindikana kuwa mkweli kwa nafsi yake au kwa Mola wake. Kila nilipomhoji mtu yeyote kuhusu msimamo wa mzee Kikwete katika hili, majibu yalikuwa yale yale. Wengi waliona kwamba huenda mzee huyu si sehemu ya tatizo la mkwamo wa taifa letu, ama kwa kusanifu utawala uliopo, au kwa kushindwa kutimiza wajibu wake wa kimaadili kama kiongozi mstaafu. Nikiwa katika mtanziko huo, nilimsikia kwa mara ya kwanza akitoa kauli kuhusu kilichoitwa uchaguzi mkuu, akimwambia Mwigulu Nchemba kwamba umeanza vizuri kazi yako ya waziri mkuu. Kauli ile ilinipa hofu kubwa, iliashiria wazi kwamba anafurahia utaratibu uliomweka Samia na serikali yake madarakani. Sasa jana nimemsikia Mama Salma Kikwete ambaye ni mke wa mzee Jakaya Kikwete akizungumza. Ninanukuu kauli yake: kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno? Sababu ya kazi nzuri aliyoifanya Mama Samia. Anafahamika Afrika, ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa tuzo. Ndio maana kwa mara ya kwanza uchaguzi tumeufanya kwa hela yetu wenyewe, hatukupita kuomba. Ndio maana wale inawaudhi. Hapa kuna hoja tatu ninataka kuzichambua. Kwa nini watu wanazungumza? Salma anashangaa watu kuhoji, kunong'ona na kulaumu kwa ile iliyojitokeza. Ninawakumbusha kuwa huyu kwa sasa ni mbunge wa Mchinga, japo kwa mabavu ya kilichotokea 2025. Anaposhangaa watu wanapozungumza, ninasisitiza neno watu, kwa sababu ninadhani mbunge anapaswa kusikiliza watu anaowakilisha, si kuwashangaa. Kama wewe ni mwakilishi wa watu, basi sauti ya watu inapaswa kuwa dira yako. Lakini kama unashangaa watu wakisema, maana yake wewe humwakilishi tena mwananchi, mtu, unamwakilisha mtu mwingine. Saikolojia, Salma alishaacha kuwa mwakilishi wa wananchi, na naamini hapaswi kusema lolote. Wanapaswa kunyamaza kimya kama ulivyokuwa utawala kati ya wakoloni na watawaliwa, au watumwa na watwana. Salma si mwakilishi wa watu anaowakilisha, bali ni mwakilishi wa Samia. Hoja ya tumegharamikia uchaguzi kwa fedha zetu za ndani. Salma anadai kwa mara ya kwanza tumetumia fedha za ndani kugharamikia uchaguzi. Swali langu ni moja, kipi ni bora? Wahisani watoe shilingi trilioni 1 kugharamikia uchaguzi. Uchaguzi ufanyike kwa misingi ya haki kama yalivyo masharti ya kukupa fedha ili uimarishe demokrasia, halafu nchi iendelee kujenga uchumi wake, au utumie fedha za ndani kusimamia uchaguzi uliokosa uhalali wa kitaifa na kimataifa, halafu baada ya hapo uchumi uanguke, dunia ikate misaada yake mpaka uanze kuuza akiba ya dhahabu, akiba pekee iliyosalia, halafu endelee kuendesha serikali iliyokosa uhalali duniani na mbinguni. Hatukupita kuomba, lakini dunia imempa tuzo ya uongozi bora Samia. Salma anasema hatukupita kuomba kwa mabebelo, lakini hapo anadai dunia imemtunuku Samia kwa tuzo za uongozi bora. Hapa nina maswali mawili. Kwanza, ni tuzo ipi hasa ambayo Samia amepewa na ulimwengu? Pili, ni mabebelo gani hao waliompa tuzo? Je, ni wale wa Ulaya waliopitisha maazimio kuinyima Tanzania misaada kutokana na ukatili uliotokea, au ni wale wa Marekani waliotangaza kuwa wanatafakari upya uhusiano wao na Tanzania, au ni yule bebelo wa juu wa Vatican ambaye Kombo na wenzake walikwenda kuzungumza naye, wakati huo wakidhalilisha kanisa lake kwa kuandaa Wakristo feki na vijola? Aina ya wabunge kama Salma Kikwete ni mzigo kwa taifa, si kwa kizazi cha sasa tu, bali hata kwa vizazi vijavyo. Ninatamani siku moja kuwa mbunge ndio, lakini si mbunge wa aina ya Salma. Aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Facebook, akizijibu hoja za Mama Salma Kikwete, mke wa aliyekuwa rais wa serikali ya awamu ya 4 na first lady wa serikali ya awamu ya 4 ya Jakaya Mrisho Kikwete.